Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel amepinga uvumi wa kutaka kugombea nafasi ya urais nchini Ujerumani. Ofisi ya aliyekuwa kansela Angela Merkel imekanusha taarifa kwamba huenda akawa miongoni mwa wanaowania urais katika taifa hilo la Ujerumani. Vyama vya siasa vinatafakari nani anaweza kumrithi Rais Steinmeier mwaka ujao. Aliyekuwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel amekanusha uwezekano wowote wa kuwania urais wa shirikisho la Ujerumani. Ofisi yake ilisema jana Alhamisi, ikitupilia mbali uvumi kwamba angeweza kuteuliwa kwa wadhifa huo. Kauli hiyo imekuja wakati vyama vya siasa vimeanza kupima majina ya wagombea watakaoweza kumrithi rais wa sasa Frank-Walter Steinmeier katika uchaguzi wa mwaka ujao. Ofisi ya Merkel inasemaje? Huo ni upuuzi, huo ni uvumi, msemaji wa ofisi ya kansela huyo wa zamani ilisema, ikijibu swali kutoka gazeti la Der Tagesspiegel. Katika majibu tofauti kwa shirika la habari la Ujerumani Deutsche Presse Agent DPA, msemaji huyo alijibu hapana alipoulizwa moja kwa moja kama Merkel yuko tayari kugombea. Ingawa kumekuwa na wito wa mara kwa mara wa mwanamke kuwa mkuu wa nchi ya Ujerumani, hadi sasa hakuna kansela wa zamani aliyewahi kuwania nafasi ya urais baada ya kuondoka madarakani. Tangu aondoke ofisini, Merkel amekuwa akijishughulisha zaidi na maisha binafsi, kushiriki mara chache katika hafla za umma pamoja na miradi mikubwa ikiwemo kuandika tawasifu yake. Kwa kiasi kikubwa amejitenga na siasa za kila siku na hatoi maoni mara kwa mara kuhusu maamuzi ya serikali au migogoro ya vyama. Kwa nini uvumi huo ulizuka? Kupitia gazeti la Bild iliripoti kwamba kulikuwa na tetesi ndani ya chama cha kihafidhina cha Christian Democratic Union CDU ambacho Merkel aliwahi kukiongoza kuwa chama cha Alliance 9 ama The Greens, chama cha watetezi wa mazingira, kingeweza kumpendekeza kwa wadhifa huo wa heshima. Ripoti hiyo ilisema wazo hilo lilikuwa likijadiliwa kama sehemu ya mikakati mipana kuhusu nani atakuwa mtu mkuu ajaye wa nchi. Ofisi ya Merkel ilitoa tamko baada ya taarifa hizo kusambaa zaidi kwenye vyombo vya habari. Chama cha kijani kilikanusha kuwa na mpango wowote wa kumpendekeza Merkel. Kiongozi mwenza wa bunge katika chama hicho, Britta Hasselmann, aliliambia gazeti la Rheinische Post hakuna ukweli wowote katika hilo. Aliongeza kuwa hadi sasa hakuna jambo lililojadiliwa au kuamuliwa ndani ya chama kuhusu uchaguzi wa rais ajaye. Rais wa shirikisho huchaguliwa na mkutano wa shirikisho unaojumuisha wabunge wote wa bunge la shirikisho, Bundestag, pamoja na idadi sawa ya wajumbe walioteuliwa na mabunge ya majimbo. Kazi pekee ya mkutano huo ni kumchagua rais. Kwa kawaida wagombea hupendekezwa na chama kimoja au zaidi, na kwa ujumla hawafanyi kampeni. Mwanachama yeyote wa mkutano wa shirikisho pia anaweza kupendekeza jina la mgombea. Wadhifa wa rais nchini Ujerumani kwa kiasi kikubwa ni wa heshima, lakini una mamlaka ya kimaadili na huiwakilisha nchi kimataifa. Rais Steinmeier ataondoka madarakani muhula wake wa pili utakapomalizika Machi 18 mwaka 2027, na kwa mujibu wa katiba ya Ujerumani haruhusiwi kugombea tena. Ndani ya muungano wa vyama vya kihafidhina unaojumuisha pia chama cha Christian Social Union cha Bavaria CSU, jina la waziri wa elimu Karin Prien pia limetajwa kama mmoja wanaoweza kuwania nafasi hiyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, nasi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Kupitia The World News utaweza kuyajua kwa mapana. Naitwa Damu Hussein.